Kwa hivyo nimekuwa nikiandika na sasa Mungu akanisaidia nikatoa hicho kitabu kinaitwa Mwili wa Kristo na nini? Na Vipawa. Nyie wengine hamna vitabu vyangu, ninawaonyesha tu kwa sababu hamjali chochote kuhusiana na vitabu vya mchungaji wenu. Mimi ninapiga hatua kwa hatua kulingana na jinsi ambavyo Mungu ananielekeza. Mungu ananielekeza. Kwa hiyo hichi ni kitabu cha 3 na kuna vitabu vingine vitakavyokuja, lakini vitakuwa na mambo mengi. Na Mungu kwa kuwa ananielekeza kuandika, nitaendelea kuandika. Amen. Siku sipo duniani, nimeshafariki. Mtakuwa mnasema kulikuwa na mchungaji mmoja zamani. Alikuwa na mchungaji wangu. Kienda bookshop utakuta vitabu vyangu. Na hivi vitabu haviishi kwa sababu vitaendelea. Na watu wengi wataendelea kuvisoma. Amen. Kwa hiyo katika kitabu hiki cha Mwili wa Kristo na Vipawa nimeelezea kwa nini unapookoka unakuaje, na ukiokoka unatakiwa ufanyeje. Sasa tunapozungumzia kuhusiana na mwili wa Kristo, tunamaanisha kanisa. Kwa tafasiri, watu wengi ufikiri kanisa ni hivi tulivyo hapa. Ukweli ni kwamba kanisa sio hapa hivi tulivyo. Hapana. Hapa tumekuja ili tufundishane. Lakini ukweli si kanisa. Ili tu ni kusanyiko tujifunze, tusikie Mungu anazungumza nini. Lakini kanisa ni mimi hapa unavyoniona. Kanisa ni wewe hapo ulipo. Lakini kuna kanisa pia sasa, wewe na yule, kwa maana ya kuanza kutofautisha viungo. Kiungo kimoja na kiungo kingine. Kanisa, ukisoma katika kitabu kile cha Wakorinto, Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 15. Timotheo wa kwanza 3:15. Nasemaje? Inasema hivi, Lakini nikikawia upate kujua jinsi iwapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu, iliyo kanisa la Mungu aliye hai, nguzo na msingi wa kweli. Anasema nikikawia upate kujua jinsi iwapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu. Nyumba ya Mungu ni ipi? Nyumba ya Mungu ni hivi ambavyo tuko hapa. Hapa tunaita ni nyumba ya Mungu. Tukiwa kwenye eneo kama hili ni nyumba ya Mungu. Lakini nyumba hii ya Mungu, unaweza kukawa na nyumba ya Mungu, lakini ndani ya hiyo nyumba ya Mungu kukawa hamna kanisa. Kwa mfano, naweza kujenga nyumba mimi. Kuna bodo ya nani hapa? Bodo ya nani? Nimechakukota, sio cha kuiba. Unaweza ukajenga nyumba, lakini ndani ya hiyo nyumba pakao hapaishi mtu. Unaweza ukajenga gorofa, lakini ndani ya hilo gorofa hawaishi watu. Ila wakasema ile nyumba ni ya mchungaji Nkwabi, ila huwa haishi. Kuna majengo mengi ya aina hii, yapo mengi, ila hayaishi mtu. Ila watu huwa wanahudhuria, lakini huwa Mungu akiangalia kwa jicho lake hamna watu.
maana yake hamna kanisa. Kanisa sio kukusanyika hivi. Hapana. Nini maana ya kanisa? Kwa tafasiri wanasema kanisa maana yake ni eklezia. Eklezia ni lugha ya Kiyunani ambayo ilikuwa na maana ya kwamba ni kusanyiko. Ni kusanyiko ambalo limekusanywa na mfalme. Eklezia ni kusanyiko la watu walioitwa na mfalme. Kwa lengo gani? Mfalme anataka kusikia kusanyiko. Wana changamoto gani? Wana shida gani? Wanataka nini kwa mfalme? Alafu mfalme awape majibu yao hawa ambao ni kusanyiko, au awajibu mahitaji yao. Hiyo ndio maana ya kanisa. Kanisa ni mkusanyiko wa watu walioitwa na mfalme. Sasa kama ni kusanyiko, maana yake sisi hapa tumekusanyika. Tumeitwa na nani? Na mfalme. Mfalme gani? Yesu. Anataka nini? Asikie kutoka kwako, lakini pia usikie kutoka kwake. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Sasa iliyo nyumba ya Mungu, hii hapa ni nyumba. Ndio maana hamna kitanda hapa. Kwa nini? Huwa hatuji hapa kulala. Hapa sio nyumbani kwangu. Hapa sio nyumbani kwako. Hapa ni nyumba ya Mungu. Lakini itategemeana nyumba hii ya Mungu kama watu wanaishi. Yesu asifiwe. Yesu akasema hivi, wakati mwanafunzi mmoja alikuwa akimuaga ili aende kuzika baba yake, akamwambia, Bwana, naomba ruhusa, nimepata taarifa baba yangu amefariki. Naomba ruhusa nikamzike na baadaye nirudi niendelee na utume, niendelee kukufuata. Yesu akamwangalia yule mtu, akamwambia hivi, wewe umeshaamua kunifuata mimi, nifuate. Waache wafu wawazike wafu wao, lakini wewe nifuate. Kwa nini Mungu anasema waache wafu? Mtu yeyote asiyekuwa na Mungu huwa ni mtu aliyekufa, ila anatembea. Dhambi ndani ya mtu humfanya mtu aonekane amekufa. Sasa mtu yeyote asiyeokoka hutafasirika amefariki, amekufa. Ndio maana Yesu akamwambia waache waliokufa wazike aliyekufa mwenzao. Sasa ona, Biblia inasema katika kitabu kile cha katika kitabu kile cha Warumi 3. Warumi 3:23 na 24. Warumi 3:23 na 24. Nasema hivi, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Cha pili, wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. 24. Wanahesabiwa haki bure. Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake. Kwa neema yake. Kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Kwa sababu wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Watu wote ambao hawana utukufu wa Mungu wanahesabiwa kuwa na dhambi. Dhambi hutafasirika kama mtu aliyekufa, ni kifo. Dhambi ni mauti. Ndio maana ukisoma huko mbele tutaona jinsi ambavyo Kristo alipokuja alitufufua. Anasema hivi,
kwa sababu tulikufa pamoja naye na tukafufuka pamoja naye. Tulikufa kwa njia gani? Tunapokuwa tumeamini, tunapokuwa tumeamua kuokoka, kuna kifo huwa kinatokea. Kifo maana yake ni kutenganishwa kati ya mwili na uhai wa mtu. Sasa tunapoamua kufa, maana yake tumetenganishwa na mauti inayoitwa kifo, ambayo inaitwa dhambi. Na baada ya hapo sasa, tukishakuwa hapa tunakuwa hai. Unakumbuka Adamu na Eva wakaambiwa, mtakapokula tunda mtakufa. Lakini walipokula siku ile walikufa. Adamu aliishi miaka 600. Kama sio 600. Tangu amekula tunda akaishi miaka 600. Hakufa wakati ule. Kifo cha kiroho kinaongelea mtu ambaye bado ana move, anaendelea